La mwisho ningependa nizungumzie swala letu zima la mafuta ambalo ni issue kubwa sana. Swala la mafuta katika nchi yetu limekuwa ni changamoto, na hii sio changamoto ya kujitengenezea, na hatuwezi kuwalaumu wanasiasa ama watendaji wetu. Ni kulingana na mazingira ya dunia tulionayo kwa sasa. Wababe huko wanaonyeshana nguvu, basi Waswahili wanasema wapambanapo fahari wawili zumiazo ni nyika. Kwa hiyo nafikiri sisi kama nyika tunaumia. Ningeomba tu kwanza, nakubaliana na hatua ambayo inachukuliwa na serikali katika kuhakikisha kwamba mafuta yanapatikana, lakini pia pamoja na mabadiliko ya bei kuongezeka wastani kati ya shilingi 800 hadi shilingi 1000, ningeiomba sasa serikali ihakikishe na kazia mkazo hapo mafuta yasiongezeke tena, na badala yake serikali iweze kufanya kuchuja kwenye iondoe kodi, baadhi ya kodi ifute ili bei ya mafuta isimame. Lakini pamoja na hivyo, ndugu zangu, ndugu mwenyekiti, tunapozungumzia habari kidogo ya pesa iliyopanda kwenye tozo ya lita moja ya mafuta, tukubaliane kimsingi kwamba tunaenda kuongeza pia mfumuko wa bei, lakini sio mfumuko wa bei ya bidhaa zetu tu, lakini mfumuko wa bei ya gharama zingine zote za kibinadamu. Katika mazingira hayo, kama taifa na nchi yetu kwa ujumla, tunaomba serikali iweze kuongeza pia posho kwa stafu wetu, wafanyakazi wetu, ili kwenda sambamba na hali halisi ilivyo. Lakini tukiacha bei imesimama kama ilivyo, na wafanyakazi wetu ama wafanyakazi wa serikali na kwenye viwanda binafsi na mishahara ile, tunatengeneza kundi lingine la wahalifu kutafuta namna ya kumwibia mwajiri. Naomba sana serikali iangalie hapo upande wa pili pia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Nakushukuru Mheshimiwa Bakari Shingo kwa mchango wako.